Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Iran IRGC limetangaza kufungwa kwa mlango wa bahari Hormuz hadi litakapotoa taarifa nyingine, likisema hatua hiyo ni sehemu ya operesheni mpya za usalama zinazolenga kukabiliana na kile lilichokiita kuwa ni kuongezeka kwa vitisho vya kijeshi kutoka Marekani na ushirika wake katika eneo la Mashariki ya Kati. Tangazo hilo limeongeza hofu ya kuzuka kwa mgogoro mkubwa zaidi wa kikanda, huku likiibua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa usafiri baharini na mustakabali wa biashara ya mafuta duniani. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na IRGC, hatua hiyo ilifuatia tukio ambalo meli moja biashara ilidaiwa kutumia njia ambayo haikuidhinishwa na mamlaka za Iran wakati ikipita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Jeshi hilo limesema lilifyatua risasi za onyo ili kuilazimisha meli hiyo kubadili mkondo na kuzingatia maelekezo ya vikosi vya Iran vilivyokuwa vikifanya doria katika eneo hilo. IRGC imesema kuwa operesheni hiyo ilifanyika bila kulenga kuizamisha meli hiyo, bali ilikuwa ni onyo kwa vyombo vingine vya usafiri vya baharini vinavyotaka kupuuza maelekezo ya usalama yaliyowekwa na Iran. Katika tamko lake, IRGC imesema kuwa kuanzia sasa hakuna meli ya mafuta, gesi, mizigo au nyingine yoyote itakayoruhusiwa kuvuka mlango bahari Hormuz hadi pale Iran itakapojiridhisha kwa kile ilichokiita uingiliaji wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo umekoma. Jeshi hilo limeonya kuwa meli yoyote itakayojaribu kupita bila kibali inaweza kusimamishwa, kukaguliwa au kuchukuliwa hatua za kijeshi kulingana na mazingira yatakayokuwepo. Tangazo hilo limekuja wakati mvutano kati ya Iran na Marekani ukiwa umeongezeka kwa kasi kufuatia mashambulizi ya kijeshi yaliyofanyika kwa pande zote. Pande zote mbili zimekuwa zikishambuliana na kutuhumiana kwa kuharibu miundombinu ya kijeshi pamoja na kushambulia maslahi ya kila upande katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Hali hiyo imeifanya Mashariki ya Kati kuingia katika kipindi kipya cha taharuki, huku kukiwa na hofu kwamba mgogoro huo unaweza kuhusisha mataifa mengine ya eneo hilo. Mlango wa bahari Hormuz una umuhimu mkubwa kwa uchumi wa dunia. Takriban sehemu kubwa ya mafuta ghafi yanayosafirishwa kwa njia ya bahari pamoja na kiwango kikubwa cha gesi asilia ambayo huyayushwa kupitia katika njia hiyo nyembamba inaunganisha Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman kabla ya kuelekea masoko ya Asia, Ulaya na sehemu nyingine za dunia. Nchi zinazozalisha mafuta kama Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Qatar na Falme za Kiarabu hutegemea njia hiyo kusafirisha bidhaa zao kwenda kwenye masoko ya kimataifa. Iwapo kufungwa kwa mlango wa bahari Hormuz kutadumu kwa muda mrefu, wachumi wanaonya kuwa dunia inaweza kushuhudia kupanda kwa bei ya mafuta, gesi na bidhaa nyingine nyingi kutokana na kuongezeka kwa gharama za usafirishaji. Pia kampuni nyingi za meli zinaweza kusitisha safari zao au kutumia njia mbadala ambazo ni ndefu zaidi, jambo ambalo litaongeza gharama za biashara na kusababisha ucheleweshaji wa mafuta na bidhaa duniani. Huku mvutano ukiendelea kuongezeka, macho dunia sasa yanaelekezwa katika hatua zitakazochukuliwa na Marekani, washirika wake au jumuiya ya kimataifa katika siku zijazo. Wapo wanaohofia kuwa hali hiyo inaweza kusababisha mzunguko mpya wa mashambulizi ya kijeshi, wakati wengine wakisisitiza umuhimu wa mazungumzo ya kidiplomasia ili kuzuia mgogoro huo usigeuke vita kubwa zaidi ambavyo vinaweza kuathiri usalama wa uchumi wa dunia kwa kiwango kikubwa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.